swali vipi? Kuna kwanza swali limekuja. Na nilisoma vile nilivyo. Soma. Tofauti gani iliyoko kati ya nabii Owori na Ellen White? Tofauti gani? 8:20 Methali. Isaya. Hiyo ndio tofauti tu. Hao wote wawili ukiwaweka tofauti ni hiyo. Soma tusikie. Inasema 8:20 Methali, kitabu cha Isaya. Na waende kwa sheria na ushuhuda. Na waende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawa sawa na neno hili. Ikiwa hawasemi sawa sawa na neno hili. Bila shaka kwa hao. Hapana asubuhi. Kwa hivyo tunawekea wote wawili. Ellen tunamweka kwa meza na Owori tunamweka kwa meza. Waende kwa sheria na ushuhuda. Yule atakaye qualify ndio tunachukua. Kwanza sheria, amri 10 za Mungu. Leo hii Owori amri 10 za Mungu amekataa. Ya 4 yeye ni msande, lakini Ellen G. White yeye amekubali zote, amefundisha. Sasa tuende ushuhuda. Ushuhuda wa Yesu ndio nini? Owori kwanza hajui, lakini Ellen G. anajua. Kitabu cha Ufunuo 19:10 inasema ndio 19:10. Inasema hivi. Inasemaje? Nami nikaanguka mbele ya miguu yake. Nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambiaje? Angalia. Usifanye hivi. Kwa nini? Mimi ni mjoli wako na ndugu zako. Walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu. Kwa nini? Kwa maana ushuhuda wa Yesu ni nini? Ndiyo roho ya unabii. Hii enda umuite Owori, umuulize hii. Alafu umuulize uende uchukue vitabu ya Ellen, umuulize hii. Hapo ndio utajua kwamba nani unabii wa Mungu. Hiyo imeisha hivyo. Swali la pili. Uliza. Yesu alikuwa wapi kabla ya kuja ulimwenguni? Yesu alikuwa wapi? Naam. Kabla ya kuja duniani? 17:5 Yohana. Ndio. Inasemaje? Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe. Ndio. Kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Kumbe alikuwa na wapi? Mbinguni. Swali lingine. Mwaka upi? Mwaka upi Ellen White alianza kuandika vitabu au kutabiri? Hiyo chukua vitabu yake usome ndio utajua. Swali lingine. Imeisha labda huyu bwana. Ampe. Kwanza kabla ya kumpa chukua maiki. Wafalme wa pili 4:26. Wafalme wa pili 4:26. Inasema hivi. Inasemaje? Tafadhali piga mbio sasa kwenda kumlaki. Ndio. Ukamwambie hujambo. Mpe. Hujambo. Sijambo. Mpe maiki. 5:9 Marko. Akamuuliza, jina lako nani? Mpe. Jina lako nani? Julius Kuria. Ongea kwa ujasiri, usiogope. Swali yako gani? Swali langu. Na uongee kwa ujasiri, usiogope kabisa. Mimi ni brother yako. Na usikie huko huru. Sawa, ongea. Mimi niko sawa, si ati ni swali haswa. Lakini nataka tuelimishane kidogo na wewe. Niko sawa. Nimekusikiza kwa muda. Hiyo vitu naona inapiga kelele sana. Sijui ni kitu gani. Unakuaje? 1 2. Hebu ongea. Haya. Nafanya kazi hapa karibu na wewe. Hapa tu. Sawa. Na nimekusikiza kwa muda. Sawa. Kwanza ningetaka turejelee huo mfano ambao umepeana hapa watu 5. Ndio. Sijui kama unaweza warudisha ama wanaweza rudi. Watu 5 jioni. Watu 5 wenye ulileta pale. Watu 5 rudini hapo. Hao ndio watu 5 ulioleta pale. Elezea wa kwanza alikuwa sheria. Wa pili alikuwa dhambi. Wa pili ni dhambi. Neema. Kristo. Mhubiri. Ndio. Ukasema wa kwanza ni sheria. Ndio. Wa pili ni dhambi. Ndio.
Ukasema kwamba huyu dhambi ndio huyu dhambi alipatikana juu sheria alikuwa. Alivunja sheria. Alivunja sheria ndio akawa dhambi. Ndio. Alafu huyu na yeye ni neema ama Kristo. Huyu kwa sababu amefanya dhambi. Mshahara wa dhambi ni mauti. Anafaa kufa. Sasa akahurumiwa. Wala wagai. Neema sasa. Neema. Imemhurumia asikufe. Kwa sababu amefanya dhambi. Na hiyo neema ndio ilikuja na nani? Kristo ndiye alileta neema. Kristo ndiye alileta neema. Neema. Sasa unawezaje tenganisha neema ikuwe kando na Kristo awe kando na ili hali neema ndiye mwenyewe Kristo? Yesu anaitwa neema. Toa andiko. Yesu ndiye amebeba neema, si ndio? Ameleta nini? Ameleta neema. Kwa hivyo ni tofauti. Kuna neema na nani? Kuna neema na nani? Kuna neema na Kristo. Ni vitu ngapi? Ni vitu mbili. Kwa hivyo huyu ni nani? Huyu ni neema. Na huyu? Na huyu ni Kristo. Endelea. Huyu ni neema na huyu ni Kristo. Nasema Kristo ndio alileta neema. Na huyu ni mhubiri. Mhubiri anahubiri Kristo. Mhubiri anahubiri Kristo. Alileta neema. Kwa sababu mtu ana dhambi alivunja sheria. Sawa. Sasa swali linakuja hivi. Uliza. Kwa hii kazi yote, hii kazi yote ni ya Mungu. Mungu ndio mwenye kuweka sheria. Alafu sheria ikavunjwa, vunjwa na mwanadamu. Kwa hili jambo lote Mungu alikuwa anakusudia nini? Ama alikuwa anahitaji nini? Mungu. Mungu si dikteta. Mungu alimweka mwanadamu kwenye bustani. Akampa uhuru. Akamwambia kaa humu lakini usikule ile. Hiyo ndio inaitwa sheria. Sheria ni usikule tu. Kwa sababu siku utakula utakufa. Si ndio? Hasa. Naye shetani ni wa kuvunja sheria. Akaja akamwambia mwanamke kula utakufa. Si ndio? Mwanamke anakula na akapelekea mwanaume. Wakajipata wako na nini? Wako na dhambi. Wako na dhambi. Mpe huyo. 6:23 Rumi. 6:23 Warumi. Haya, inasema hivi. Inasemaje? Kwa maana mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Mpe. Kwa hivyo wakati hao wamedanganywa, mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Kwa hivyo walikuwa wamehukumiwa nini? Kufa. Kwa hivyo kama Kristo hangewapa upendo wa kuwaletea neema, kungekuwa na mtu duniani? Swali linakuja hivi. Uliza. Walikuwa wameambiwa kwamba mtakalo kula hili tunda mtakufa. Ndio. Na wakala lile tunda. Na wakala. Nini kilikufa juu walibaki bado? Mpe huyo. 3:19 Mwanzo. 3:19. Mwanzo. Inasema Bwana Mungu akamfanyizia ndio kutoka katika ardhi kila mnyama wa 3:19 Mwanzo. Samahani, iko 2. Inasema ndio kwa jasho la uso wako, kwa jasho la uso wako utakula chakula, ndio hata utakaporudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Maliza. Kwa maana u mavumbi wewe, na mavumbini utarudi. Mpe. Kwa hivyo tayari watu walikaanza kukufa. Wakati huo Adam alikuwa hajaona mtu amekufa. Kwanza wakati alipoona akaona Abeli amekufa, alishtuka. Kwa sababu hajawahi kuona amekufa, alikuwa anaona kama wamelala. Lakini kutoka hapo kuna tumaini la vizazi lilianza hapo. Kuna tumaini ambao watu walitumainia ya kwamba hii dhambi lazima itakuja kukufiwa hii, si ndio? Sasa mtu nikuonyeshe nani alikufia hiyo. 3:25 Warumi. 3:25 Warumi. Inasema hivi. Inasemaje? 3:25. Hata Yesu hajakufia leo uingie pale na mtu ulale naye, hata Yesu alikufia. Yesu hakukufia. Yesu alikufia gani? Soma. Ambaye Mungu amekwisha kumweka. Ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho. Awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake. Tupe habari. Ili aonyeshe haki yake. Ili aonyeshe haki yake. Kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu. Ndio. Dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Mpe. Kwa hivyo dhambi zote zilizotangulia kufanywa Kristo akazikufia. Unaona? Sasa hapo ndio neema inapatikana. Saa hii hatuwezi kuokolewa kwa njia nyingine, ni kwa sababu ya neema ya Kristo. Umeelewa? Kristo alikuja akatufia msalabani. Kwa hivyo saa hii hatuokolewi kwa njia nyingine. Ni kwa njia ya neema tu ya Kristo Yesu, si kwa sababu ya mazuri yetu.
Sawa Kwa hivyo Kristo tulikuwa tumehukumiwa kifo. Lakini akaleta neema, akafa msalabani. Kwa sababu tuko na nini? Na dhambi. Tulivunja nini? Sheria. Umeelewa? Nimeelewa. Lakini wasimame hapo. Ni sawa, kuna mahali wanaenda. Nauliza hivi. Ndio. Yesu ndio alileta neema. Ndio. Na sheria ikakuja kwa dhambi, ikakuja juu sheria imevunjwa. Na haya basi, wakati Yesu Kristo alikuja na akaleta neema, ama turudi nyuma kwanza, wakati dhambi inakuja inavunjwa katika shamba la Edeni, wale watu walikuwa kama hawangetenda dhambi, ingekuwaje kama hawangevunja hii sheria kwa watende dhambi? Si wangekaa tu na Kristo pale tu Edeni. Wangekaa tu hapo Edeni tu. Wangekaa tu hapo tu. Na inamaanisha kwamba Kristo hangekuja kama nini, kama dhambi la Eden hainge nini. Kristo unamjua kama nani? Kristo unamjua kama mwana wa Mungu. Mpe huyo Tito 2:13. Tukilitazamia tumaini lenye baraka. Ndio. Na mafunuo tukufu wa Yesu Kristo. Soma. Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Mpe. Tukilitazamia tumaini lenye baraka. Na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu. Mungu mkuu na nani? Na Mwokozi wetu. Kwa hivyo Kristo ni nani? Ni Mwokozi. Ni Mungu na Mwokozi. Kwa hivyo huyo Kristo ndiye alikuwa Mungu wa nani? Angekuwa nao tu. Angekuwa nao. Si ndio? Si alikuwa anakuja kuwatembelea? Kristo sio Mungu, alikuwa anakuja kuwatembelea. Si Kristo ni Mungu? Kwani Kristo ni nani? Kristo ni Mungu. Unajua hiyo? Unajua? Ndio kujua. Si ndio? Lakini ni mwana wa Mungu pia. Ni mwana wa Mungu. Kile tunaita mwana wa Mungu ni nini? Katika Kristo. Kristo kwenye tukifika kumuita mwana wa Mungu, tunamuitia wapi? Agano Jipya. Alifanya nini ndio akwe mwana? Alizaliwa na nani? Na Maria. Maria alizaa Yesu. Kupitia kwa Roho Mtakatifu. Mpe huyo 12:46 Mathayo. 12:46 Mathayo. Piga mpaka 50. Alipokuwa katika kusema. Yesu alipokuwa katika kusema na makutano. Tazama mama yake na ndugu zake. Hapo kuna mtu anasema mama yake sasa ni Mariamu na ndugu zake walikuwa wakisimama nje. Wataka kusema naye. Nipe habari. Mtu mmoja akamwambia, tazama mama yako na ndugu zako. Mariamu, mama yako na ndugu zako wamesimama nje. Wanataka kusema nawe. Yesu anaambiwa. Akajibu akamwambia yule aliyempasha habari. Yesu akajibu akamwambia yule aliyempasha habari. Mama yangu ni nani? Mama yangu ni nani? Na ndugu zangu ni akina nani? Akawanyoshea mkono wanafunzi wake akasema. Akawanyoshea wanafunzi wake mikono akasema. Tazama nani? Mama yangu na ndugu zangu. Kwa maana yeyote atakayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni, maliza, huyu ndiye ndugu yangu na nani? Na umbo langu na nani? Na mama yangu. Mpe. Yesu ameita mama yake nani hapo? Wanaomsikiza. Amemuita Mariamu. Hajamuita Mariamu. Uko na andiko lolote Yesu alimuita Mariamu mama yangu? Unalo? Sina, lakini imeandikika kwa maandiko hiyo. Hakuna, toa. Rudi enda mahali ambapo Yesu alifanya muujiza katika Kana ya Galili. Haya, mpe. Kwanza hapo ndio sasa matatizo. Bili moja wana. Hapo kwanza alikuja Mariamu akamwambia Yesu wameishiwa na divai. Yesu akamwambia mwanamke, tuna nini na wewe? Soma usikie, hata unichukulie hiyo. Hii kwa hapa hiyo inatoa sauti nzuri hiyo. Hiyo inasema 2:1. Hiyo itatoa jina mzuri kabisa. 2:1. Hii ni mpya kufunguka hii. Kitabu cha Yohana. Teremka pole tu. Inasema hii watu wengi hawajui, hata wachungaji. Inasema ndio siku ya tatu kulikuwa na harusi mjini Kana mkoani Galilaya. Ndio mama yake Yesu alikuwapo. Naye Yesu alikuwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Ndio divai ilipokwisha, mama yake akamwambia, ndio hawana divai. Yesu akamjibu, mama, usiniambie la kufanya. Saa yangu bado. Haya, soma ile.
Ni sawa, tunaendelea polepole, usiwe na haraka. Usome mahali pengine kwanza, simamia hapo. Hapo ndio tunasoma bado. Simamia hapo kwanza. Hayo maandiko yenye umesoma hayo. Mimi sijakataa, na usikuwe na haraka na sikubishana. Hatubishani. Ngoja kidogo. Tunaelimishana. Tafadhali. Unaona hiyo Biblia tumesoma? Hebu ifunike hivi. Ifunike hivi. Unajua ni akina nani? Ni akina nani inaitwaje? Imeandikwa Biblia, habari njema kwa watu wote. Ni akina nani? Sijui ni akina nani. Hiyo ni ya Catholic. Na mbona ukaisoma wewe? Mimi nimeisoma kwa sababu nataka nikufundishe. Sasa soma hii. Alafu nichukulie ingine ya Kiingereza iko hapo. Nataka nikufundishe ndugu yangu. Sasa hivyo ndivyo nataka. Na nikufundishana. Hapa hii ni ya Catholic. Sisi yako inaitwa aje tu? Hii ni King James. Hii haina cover juu na hii inaandikwa kwa cover juu. Hebu sikia. Si ati haina cover. Unavugua hapa msomaji unakuwa changamka bwana. Muangalilie hii ni tafsiri gani? Alafu kama kuna mtu ana King James mahali amebeba, awekelea hapa. Iko hapa King James Chukua hii King James hii. Inaandikwa. Fungua sasa. Hiyo Biblia moja msome zote hapa. Maandiko matakatifu ya Mungu. Yaitwa Biblia. Tafsiri gani? Ya Union Version. Union Version. Na hiyo ambayo yako nayo ni nini? King James Version. King James Version. Fungua hiyo. Biblia moja Yohana. Sinajua kusoma Kiingereza? Mfungulie. Biblia moja alafu mpe asome. Mpe asome. Biblia moja Yohana inasema na Kiingereza. And the third day there was a marriage in Cana of Galilee. And the mother of Jesus was there. Hiyo ndio nilikuwa natafuta mhubiri. Ya kwamba maandiko hayo, huo mstari tumesoma ya kwamba umesema kwa siku ya tatu kulikuwa na harusi katika Kana ya Galili na mama wa Yesu alikuwa pale. Na Yesu si alikuwa? Yesu alikuwa pia. Biblia zimemuita Maria mama wa Yesu. Ngoja kidogo. Tafadhali. Biblia isomwe hivyo. Usikuje hata saa hii umeshikilia hapo. Hapo ni kama pale tumesoma na wewe. Tumesoma ikasema mama yake alikuwa nje. Akaambiwa kuna wale mama yako hapo nje anakuita. Yesu akauliza mama yangu ni nani? Mama yangu ni nani? Lakini mwenye alikuja alimuitaje? Mama yake Mama yake Yesu. Yesu alikubali. Yesu akubali. Sasa teremka tuende kwa Yesu. Mara mstari wa pili. And both Jesus was called. Ndio. And his disciples to the marriage. Mstari wa tatu. Ndio. And when they wanted wine, the mother of Jesus said to him, they have no wine. Safi. Jesus said unto her, woman. Ngoja. Yesu amemuita aje? Amemuita woman. Wewe unaweza ita mama yako woman? Swali kwako. Wewe unaweza ita mama yako woman? Siwezi. Na mbona Yesu alimuita woman? Alikuwa na sababu zake, lakini kwa nini? Sababu ni gani? Kama hujui niambie nikuonyeshe. Sijui. Mpe huyo. Wakorintho wa kwanza 12. Wakorintho wa kwanza 12 inasema ndio 12. Wote wakabatizwa wao wa Musa. Hapa tunaambiwa habari ya wana wa Israeli kutoka Misri kuelekea Kanaani. Wakawa wamepita chini ya bahari. Wakabatizwa chini ya bahari wawe wa Musa. Tuende katika wingu na katika bahari. Ndio. Wote wakala chakula kile cha roho. Wote wakanywa kinywaji kile cha roho. Kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata. Ndio. Na mwamba ule ni nani? Ulikuwa ni Kristo. Mpe. Kumbe wakati wana wa Israeli wanatoka Misri, Kristo alikuweko. Mariamu alikuwa. Na Kristo alikuwa. Kwa hivyo Yesu atazaliwa na nani? Na Maria. Sasa nikuonyesha Mariamu alizaa nini? Mpe. Moja wana. Inasema. Ndio. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Maliza. Naye neno alikuwa Mungu. Mpe kwanza. Hapo kulikuwako neno. Hapo mwanzo. Neno alikuwa kwa Mungu na alikuwa Mungu. Abadi ya Yesu, si ndio? Mpe 14 hapo.
naye neno Yesu sasa alifanyika mwili akakaa kwetu, ndio nasi tukauona utukufu wake, kama utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Mpe chombo. Kwa hivyo ule mwili alifanyika, ndio naitwaje? Mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Kwa hivyo Mariamu alizaa nini? Mwana wa Mungu. Alizaa mwili. Na neno si ndio lilifanyika mwili? Na neno si ni Yesu? Yesu neno ni Yesu. Akafanyika nini? Likafanyika mwili. Kwa hivyo uwe mwili. Ndio Mariamu alifanyaje? Ndio alizaa. Yesu akawa ndani ya nini? Kwa mwili. Sasa umeelewa? Tusidumu hapo. Sisi tuseme tusidumu, umeelewa? Nimeelewa. Mungu akubariki. Swali lingine? Swali lingine. Mimi nashiriki Jumapili. Hata leo nilikuwa kwa ibada. Ndio. Kwa hivyo na kanisa langu linaitwa Solid Rock Fellowship. Nani alikwambia uende Jumapili? Kanisa lako ni gani wewe? Mimi. Kanisa lako linaitwaje? Kanisa lako linaitwaje? Siumpe. Bili moja. Chukua hiyo ya Kiingereza. Bili moja mwanzo. Yote tu ya Kiingereza. Yangu ameuliza, yangu ni gani? Bili moja mwanzo. Inasema so the creation of the heavens and the earth and everything in them was completed on the seventh day. Mpe kwanza. Umewahi sikia kanisa inaitwa seventh day? Unajua kadhaa. Sasa mimi naenda inaitwa Seventh Day Adventist. Hivyo ndivyo nilikuwa nataka uniambie. Ndio. Lako linaitwa Seventh Day Adventist Church. Na lako umesema linaitwaje? Solid Rock Fellowship Church. Kwa hivyo saa hii mimi na wewe hapa Nakuru ni kanisa ngapi? 2. Mpe huyo. Mwalimu. Naam. 16 18 Malayo. Inasema tupe habari. Kumbe makanisa ni mawili hapa. Tuko na mawili sasa. Wacha kieleweke. Solid Rock Solid Rock na SDA. Tuende vitu. Inasema nami nakwambia wewe ndiwe Petro. Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Mpe. Kwa hivyo Yesu anamwambia wewe ndiwe Petro. Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa la. Kwa hivyo Yesu alijenga makanisa mawili ama moja? Yesu alijenga kanisa moja. Na saa hii mimi na wewe tuna kanisa ngapi? Kanisa 2. Kwa hivyo kuna uwezekano kati yako na wewe kuna mtu ambaye ako kanisa ya uongo? Kanisa ya uongo ndio. Nani? Naweza kuwa ni wewe, lakini pia uelewe. Ngoja. Sikiza, elewa hivi. Nielewe aje? Elewa hivi ya kwamba hili jengo ambalo mmelijenga hapa chini, mmeandika hapo Seventh Day Adventist Church. Mkiweza hapo muache hizo jengo, na mimi pia naweza kuja niandike jina lingine hapo. Niandike Solid Rock Fellowship Church. Kwa hivyo vile tumeandika hapo, hiyo nyumba ndio kanisa. Hiyo nyumba sio kanisa hiyo. Kanisa ni nani? Sasa hiyo nyinyi ndio mnajiita hivyo. Nyinyi wenye mnaenda pale. Ngoja kidogo. Nyinyi wenye mnaenda pale. Nyumba ndio inaitwa SDA. Ni nani? Ni nyinyi. Kwa hivyo ni watu. Kwa hivyo watu ndio kanisa. Sasa mimi nauliza saa hii. Mimi na wewe. Vile tuko. Kuna watu ambao si kanisa na nani? Na Kristo. Ni nani sasa? Tutaangalia. Tutajuaje? Tutajua. Mpe. Mwalimu. Naam. Tuangalie Biblia. Kanisa la Mungu linakaaje? Ndio tujue ile gani la Mungu. Solid Rock na SDA. 14:12 Ufunuo. Solid Rock. Inasema hapo ndipo penye subira ya watakatifu. Hapo ndipo penye subira ya kanisa la Mungu. Hao wazishika amri za Mungu. Wale ambao wanashika amri za Mungu na imani ya Yesu. Mpe. Kumbe ndio tujue kanisa la Mungu. Tutajipima kwanza na nini? Na amri. Za nani? Za Mungu. Kwa hivyo kanisa linakuwa linafuata amri, si la nani? Si la Mungu. Na kanisa ambaye alifundisha amri za Mungu, si la nani? Si la Mungu. Kwa hivyo tuende kwa amri, tuangalie katika kati ya Solid Rock na SDA, nani hawafundishi? Nani hawafundishi? Mpe Kutoka 23. Tuanzie ya kwanza. Inasema. Ndio. Kutoka 23. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Mpe. Solid Rock mko na Mungu mwingine? Mumepita. Hata bibi hatuna, tumepita. Ya pili, usijifanyie sanamu ya kuchonga. Mpe. Muna sanamu? Hatuna sanamu. Hata sisi hatuna, tumepita zote. Ya tatu, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Mpe. Munataja?
Hatutaji. Hata sisi hatutaji, tumepita zote. Ya nne, ikumbuka siku ya Sabato itakase. Siku 6 fanya kazi utende mambo yako yote. Ndio. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Mpe. Mnakumbuka siku ya Sabato? Hatuikumbuki. Kwa hivyo nyinyi mnavunja nini? Hiyo tumevunja. Haya, mmevunja ngapi? Moja. Sawa kidogo. Unavunja gani? Hata tufike hapo. Si hatufiki. Nauliza hivi, kumbe hiyo mmefanyaje? Tumevunja. Mpe. Yakobo 2:10. Yakobo 2:10. Hiyo amekubali sore diloko hiyo amefuja. Naomba kitu kingine, huko bwana ni kama akona swali. Kalia kiti hapo. Usiende kuuliza huko. Kaa hapo kwa kiti. Ulete hapa kwa kiti. Inasema ndio Yakobo 2:10. Maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja, maliza, amekosa juu ya yote. Kwa nini? Kwa maana yeye aliyesema usizini ndio pia alisema usiue. Maliza. Basi japokuwa ukuzini lakini umekuwa umvunja sheria. Mpe chombo. Kwa hivyo ukivunja moja, umevunja ngapi? Zote. Na sore diloko wamevunja ngapi? Wamevunja moja. Kwa hivyo wamevunja ngapi? Zote. Kwa hivyo si kanisa la Siwezi kubaliana na wewe hilo. Soma Wakolosai 2:16. 16. Twende. 17. Wakolosai 2. 16. Hapo hiyo ndio wale watu ambao kidogo. Twende tu basi. Inasema Wakolosai 2:16. Basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji, ndio, au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi, maliza, au Sabato. Ndio. Mambo hayo ni nini? Ni kivuli cha mambo yajayo. Lakini bali mwili ni wa Kristo. Mpe hoja yako. Hoja yangu sasa, wewe wakati unakuja hapa unasema ya kwamba wote wanaofanya ibada zao siku ya Jumapili ni wa jehanamu. Haujahukumu na mimi ayampe turudie andiko kwanza kabla tunasoma hiyo andiko kwanza. Naam, wacha nikusaidie. Petero wa 2:3:16. Petero wa 2 3:16 kwanza, anzia 15. Inasema hiyo ndio tatizo kubwa kwa wasomi wa Biblia. Soma usikie. Nanyi uhesabuni uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu. Kwa nini? Kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo. Alivyowaandikia kwa hekima aliyopewa. Ndio. Vile vile kama katika nyaraka zake zote pia. Safi. Akitoa huma habari za mambo hayo. Katika nyaraka hizo za Paulo yamo mambo ambayo ni vigumu kuelewa nayo. Na mambo hayo watu wasio na elimu, ndio, wasio imara huyapotoa kama vile wapotoavyo na maandiko mengine. Mpe kwanza. Tumeambiwa hapo maandiko ya Paulo kuna watu wanayapotoa. Wanayapotoa. Sasa mimi nataka nirudi katika Wakolosai 2:16 nikuonyeshe wewe ni mmoja wao. Mpe arudie. Inasema basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula. Mpe maiki. Wameambiwa mtu asiwahukumu nyinyi katika vyakula. Wako na vyakula bado ama hawana? Wako na vyakula. Kwa hivyo wako na chakula, wasihukumiwe kwa hiyo chakula. Haya, mpe endelee. Lakini wacha tuendelee pole pole ndugu yangu. Wacha nikuulize. Usiniulize, mpe kwanza tuendelee. Usiwe kama ni mabishano. Kwanza tumalizie andiko uliotoa. Sitatoka hapo. Inasema andiko umetoa wewe. Ndio tutoke hapa tuende mahali pengine tumalizane na hiyo. Hiyo andiko vile umeitoa si hivyo inasema. Na ndio nakwambia imesema mtu asiwahukumu nyinyi katika vyakula. Wako na vyakula tayari. Hiyo vyakula yao wasihukumiwe, mpe. Umeelewa hiyo? Si ni hivyo? Kwa sababu gani wanaambiwa wasihukumiwe? Wako na chakula yao. Chakula gani? Chakula gani? Chakula gani huyo? Sasa tuende kwa chakula gani, si ndio? Chakula gani wanaambiwa? 4:4 Timotheo wa kwanza. 4:4. Unafikiri ni chakula tu? Wale wakule nguruwe wasihukumiwe? Si hivyo. 4:4. Inasema ndio. Kwa maana ndio. Ama tuanze 3. Anzia 3. Wakiwazuia watu wasioe. Anza 4. Kwa maana ndio kila kiumbe cha Mungu ni kizuri. Maliza. Wala hakuna cha kukataliwa. Ndio. Kama kikipokewa kwa shukrani. Kwa kuwa kimetakaswa kwa neno la Mungu na kwa kuomba. Mpe.
ile chakula ambayo wanaambiwa wasihukumiwe kwayo kimetakaswa kwa neno la Mungu na kuomba. Si ndio? Si anawaandikia kanisa la Kolosai. Anawaambia msihukumiwe kwa hiyo chakula. Kwa sababu ile chakula ambayo mnakula imetakaswa na neno la nani? La Mungu. Na kuomba. Mpe rudi wa Kolosai sasa. Au vinywaji mpe. Au vinywaji. Wakunywe tena. Jibu tu. Wakunywe tena. Wasikunywe. Kwa hiyo wasihukumiwe kwa chakula, kwa kinywaji ambayo kinakubali. Kwa hivyo tayari wako na kinywaji. Haya tuendelee. Au kwa sababu ya sikukuu mpe. Walikuwa na nini? Na sikukuu. Wasihukumiwe kwa hiyo sikukuu yao. Twende. Au mwandamo wa mwezi mpe. Wasihukumiwe kwa hiyo mwandamo wa nini? Wa mwezi. Kwa hivyo walikuwa na nini? Na mwandamo. Twende. Au sabato mpe. Wasihukumiwe kwa sababu walikuwa sababu. Soma kwa sababu ya au sabato mpe. Wasihukumiwe kwa sababu ya Kwa hivyo walikuwa na nini? Walikuwa tayari wako na nini? Walikuwa tayari wako nayo. Kwa hivyo wasihukumiwe kwa maana wako na nini? Sasa wacha nikuulize hivi. Ngoja. Hiyo zingine zote umejibu. Mbona hiyo jibu? Ni sawa, wasihukumiwe kwa sababu juu walikuwa nayo. Kwa hivyo walikuwa na nini? Na sanayo. Na sabato, si ndio? Acha nikuulize sasa. Uliza swali. Kwa nini wanaambiwa wasihukumiwe? Wasihukumiwe kwa maana wako nayo. Watahukumiwaje? Na Paulo anapowaambia wasihukumiwe, anawaambia wasihukumiwe na nani? Na wale ambao hawana. Wapi imeandikwa? Hata nani? Si hapo. Kwani wakaambiwa msihukumiwe kwa ajili ya chakula. Nani watawahukumu? Si ni wale ambao wanawakiusi. Mwenye hana chakula atamwakiusi aje mwenye ako na chakula? Hapo itazungumzia mwenye hana. Hapa imezungumzia tayari wanayo. Si ndio? Wasihukumiwe kwa sababu wa chakula wakiracho. Wa chakula yenye wanakula. Wasihukumiwe. Na tukapata chakula yote. Hukumiwa ni nani? Huyu mwenye anawahukumu ni nani? Huyu Paulo anawaambia. Sasa uliza Paulo hapo. Hajaandika. Hapo hajaandika. Takutolea wapi? Si ameandika tu hivi. Sasa hiyo ndio roho wa Mungu anasaidia mtu kujua. Sasa wewe umejua kwa maana uko na roho, niambie. Wewe uko naye. Ni nani? Unajua yule mtu mwenye anawaambia hapa msihukumiwe kwa sababu ya chakula mnachokula, wala kwa ajili ya siku ya sherehe, wala kwa ajili ya sabato, wala kwa ajili ya kinywaji. Ni wale watu ambao walikuwa wameweka sheria, Wayahudi ambao Yesu alisema kwamba wanabebesha watu mizigo yenye wao wenyewe hawabebi. Hao ndio walikuwa wanasema hivi, lakini ukisoma katika Injili utakuta sehemu zingine Yesu alikuwa anafanya hivi, wanamwambia kulingana na sheria yetu umekosa. Yakifanya hiyo anaweza kulingana na sheria zetu hiyo umekosa. Yesu akawaambia nyinyi huwa mnabebesha watu mizigo mizito yenye nyinyi wenyewe hamubebagi. Sasa hawa yenye Petro anawaambia kwamba msihukumiwe kwa ajili ya chakula mnachokila, wala kinywaji mnachokikunywa, wala sherehe fulani ama holiday fulani, wala sabato. Wale walikuwa wanawahukumu ni wale watu walikuwa wanafuata sheria yao. Wakuja wahukumu wawaambie nyinyi hamjui Mungu ama hamfuati Mungu kwa sababu hamfanyi hivi na hivi na hivi. Hawa watu wenye Paulo alikuwa amehubiria Kristo ndio anaambia msihukumiwe kwa ajili ya mambo haya na haya na haya. Sasa soma mstari wa 17. Haya andiko mpe sema hivyo. Hiyo maneno yote umeongea. Hiyo yote umeongea. Hapo mstari wa 7 tuone itasema aje. Soma 17. Mambo hayo ni nini? Ni kivuli cha mambo yajayo. Bali mwili ni wa Kristo. Mpe. Imesema hivyo umesema? Haijasema hivyo. Hiyo hapo umetoa hapa. Paulo amesema hivi. Wewe umesema haijaandikwa, kwa hivyo tuulize Paulo. Na mimi nikakwambia hayo mambo yenye hayajaandikwa, Roho wa Mungu ndiye anasaidia mtu kuyafahamu na kuyafahamu. Unatoa hapo. Roho anakufunulia, unatoa wapi? Huyo Roho ni Kristo anapeana. Akikupea. Alafu ujue hiyo inatoka wapi? Kwa Mungu. Si kwa Biblia. Si kwa Biblia. Kwa hivyo Roho anakufunulia kinyume na Biblia. Zaidi ya Biblia. Zaidi ya Biblia. Kinyume na Biblia. Zaidi ya Biblia. Andiko. Yesu alisemaje alipoahidi Roho Mtakatifu? Toa mahali Yesu aliahidi Roho Mtakatifu. Mahali Yesu anasema hujui. Lakini kwa Biblia, lakini mimi si mwalimu kama wewe. Sasa nikufundishe.
atoa maandiko mahali Yesu aliwaambia. Mimi nakutolea tu hiyo roho. Alafu ni kuonyesha hiyo roho anafundisha nini? Mahali Yesu anasema nikienda kwa Baba na watumia msaidizi. Wewe ni mwalimu. Unaona? Hebu mpe huyu. Hebu nipe Yakobo 1:19. Hiyo ni yako tu. Salamu tu. Hiyo ni salamu. Hayo mnajua ndugu zangu wapenzi. Basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema. Mpe. Unaona? Kuwa mwepesi wa kusikiliza, lakini si mwepesi wa kusema. Maana unakuwa mwepesi wa kusema na hata ukubuki. Sidio? Ni kweli, lakini wewe, mimi si mwalimu na mimi si mhubiri. Mpe huyo. So mimi maandiko nikiyasoma siwezi kukumbuka yote bila na shida kwa. Kama ukubuki umeenda kinyume na Mungu. Kwa nini? Petro wa kwanza 3:15 inasema. Ndio. Petro wa kwanza. 3:15 inasema. Muwe tayari siku zote. Kumjibu kila mtu awaulizaye habari ya tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu. Unafaa kuwa tayari ndugu yangu kila siku. Usiseme ya kwamba acha niende nirudi, acha nisaidie. Sasa wewe kidogo, unajua kama ungekuwa hapo umekaa ni kuswali unauliza, singekuomba andiko. Lakini wewe uko hapo unanifundisha na andiko una. Unaona? Hiyo ndio tofauti. Sasa mimi nataka nitoe andiko hilo unalolitaka, alafu tuliangalie kwa upana, si ndio? 7:13. 16:13 Yohana. Hiyo ndio unataka 6:13. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli atawaongoza watie kwenye kweli yote. Mpe. Si ni hiyo? Atakapokuja atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kweli ni nini? Kweli ni ukweli wa Mungu, ni kumjua Mungu. Andiko. Hiyo ndio imefanya makanisa imejaa kama mahoteli. Mpe ni kuonyeshe 17:17 Yohana. Inasema. Hiyo sasa. Kweli ni andiko huna. Unafungua kanisa Israeli Sidonyo watu wanaingia. Soma. Uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Mpe. Kwa hivyo neno la Mungu ndio nini? Ndio kweli. Kwa hivyo Roho akija atawatia kwenye kweli yote. Atawafundisha neno. Sio nje ya neno. Na zaidi ya neno. Toa andiko. Lutaria andiko leo. Zaidi ya neno toa. Mimi haijaandikwa. Haijaandikwa si ndio? Mpe huyo 3:5 Methali. Inasema 3:5 Methali. Mtumaini Bwana kwa moyo wako. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Safi. Wala usizitegemea akili zako mwenyewe. Mpe. Kumbe usitegemee nini? Akili zako. Utegemee nani? Bwana. Mola. Sasa turudi kwenye mada yetu. Wewe tumepata kanisa yenu. Inafunja siku ya Sabato? Inafunja siku ya Sabato. Kwa hiyo si kanisa ya nani? Hiyo tutakubaliana na wewe. Hautakubali. Hiyo sitakubali. Mpe. 14:12 Ufunuo. Hapa ndipo penye subira watakatifu. Ndio. Hawa wazishikao amri za Mungu. Ndio. Na imani ya Yesu. Mpe. Kwa hivyo wale ambao ni kanisa la Mungu wanashika amri za nani? Za Mungu. Na nyinyi hamshiki amri za nani? Za Mungu. Kwa hivyo nyinyi si watakatifu? Mumeokoka? Umeokoka. Mpe huyo 119:155 Zaburi. Inasema wokovu 119:155 Zaburi. Wokovu. Wokovu umbali na wasio haki. Kwa nini? Kwa maana hawajifunzi nini amri zako. Mpe. Kumbe watu ambao wanasema wameokoka na hawashiki amri za Mungu, wokovu uko mbali. Kwa hivyo nyinyi wokovu uko wapi? Kwa hivyo nyinyi wokovu uko wapi? Mpe huyo. Mwalimu na 35:12 Ayubu. 35:12 Ayubu. Inasema iko hapo 35:12 Ayubu. Inasema hivi. Inasemaje? Ndio hii 35. 32.
Inasema ndio. Wameshangaa. Hawajibu tena. Mpe. Umeshangaa? Sijashangaa. Na kwa nini ujibu? Sijashangaa. Na kwa nini ujibu? Sijashangaa. Na kwa nini ujibu? Najibu. Kwa hivyo nyinyi mnavunja amri za nani? Maliza. Na watu ambao hawajifundishi amri za Mungu, wokovu huko mbali. Kwa hivyo nyinyi wokovu huko wapi? Huko mbali. Mpe arudie. 119:155 inasema wokovu uko mbali na wasio haki. Ubali na wasio haki. Kwa sababu hawajifunzi nini amri zako. Mpe. Nyinyi hamjifundishi amri za nani? Za Mungu. Kwa hivyo wokovu uko wapi? Tunajifunza. Na amri ya 4. Amri ya 4 inasema uikumbuke Sabato na uitakase. Mnakumbuka? Hatukumbuki Sabato. Kwa hivyo hamjifundishi nini? Amri. Kwa hivyo wokovu uko wapi? Hauko mbali. Swali lingine. Soma Warumi 3:28. Haya, mpe asome. Warumi ngapi? 3:28. Haya, soma. Hii inasema 3:28. Warumi. Basi twaona ya kuwa mwanadamu huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Haya, mpe. Kwa hivyo mwanadamu huhesabiwa haki kwa imani, si kwa matendo ya sheria. Haya, ni hivyo. Kwa hivyo ukiwa na imani ndani ya mpe 31 hapo. Inasema basi je twaibatilisha sheria kwa imani hiyo? Sasa tunaondoa sheria kwa kupata imani? Hasha, hapana. Kinyume cha hayo twaithibitisha sheria. Mpe. Kumbe ukiwa na imani unadhibitisha nini? Unadhibitisha sheria. Kwa hivyo imani haitoi nini? Haitoi sheria. Lakini inafuata nini? Si kufuata. Maana ya kudhibitisha ni nini? Kudhibitisha. Yaani ni kufuata. Si kufuata. Kudhibitisha. Kamusi iko hapo. Acha kuja chukua hiyo kamusi. Toa andiko, angalia kudhibitisha hapo. Kaa pale sibaji. Angalia tu kudhibitisha hapo. Pole tu. Kudhibitisha. Ulizana swali lingine kabla tupate hiyo. Soma Warumi 9:30. Kwanza hiyo umeelewa? Tunaangalia pale. Haya, soma 9:30. Warumi 9:30. Tuseme nini basi? Ya kwamba watu wa mataifa wasioifuata haki walipata haki. Ndio. Lakini ni ile haki iliyo ya imani. Bali Israeli wakifuata sheria ya haki hawakuifikiria ile sheria. Ndio. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawakuifuata kwa njia ya imani kabisa, bali kana kwamba kwa njia ya matendo. Wakajikwaa juu ya jiwe lile likwazalo. Kama ilivyo. Mupe maiki. Si umemaliza yenye amekwambia? Umefikisha 33. Soma mpaka 33. Ndio hapa nilikuwa naelewa. Kuanzia ngapi? Kuanzia 30. Kuanzia 30 mpaka 33. Soma. Kwa hiyo kama ilivyoandikwa, tazama naweka katika Zayuni jiwe likwazalo na mwamba uangushao, na kila amwaminie hata tayarika. Umesikia haya maandiko? Nimesikia. Yanasema wale waliotegemea sheria kwa kujiweka haki walijikwaa. Ilikuwa sheria gani anazungumzia hapo? Sheria ya Mungu, sheria iliyoletwa na Musa. Kabisa. Paulo alikuwa ametumwa kwa watu gani? Mataifa. Mpe 7:19 Wakorintho wa kwanza. Hiyo ndio kitu ambaye imewachanganya. Paulo wakati anapozungumzia sheria si amri 10. Anapowaambia hivyo sikia hapo 7:19. Wakorintho wa kwanza. Soma. Kutahiriwa si kitu. Unaona hapo kuna sheria ya kutahiriwa. Sasa anawaambia kutahiriwa si kitu na kutotahiriwa si kitu. Bali kuzihifadhi amri. Nini? Kuzihifadhi amri. Inasema kuzihifadhi amri za Mungu. Mpe. Paulo amewaambia kutahiriwa si kitu. Na kutahiriwa si kitu. Bali kuhifadhi nini? Amri. Kwa hiyo Paulo alifundisha watu nini?
Amri. Lakini akawaambia kutahiriwa si kitu. Kwani wale walikuwa wanahubiri kutahiriwa inasaidia mtu kwa nini? Mpe Matendo 15:1. Matendo 15:1. Inasema hivi. Inasemaje? Wakashuka watu waliotoka Uyahudi. Wakatoka watu walitoka kule Uyahudini. Wakawafundisha wale ndugu ya kwamba. Wakaja kuwafundisha wale ndugu ya kwamba msipotahiriwa kama desturi ya Musa, hamwezi kuokoka. Mpe. Unaona ile sheria walikuwa wanafundisha? Hata kutahiriwa ndio inaokoa. Sasa Paulo akawaambia hii sheria na hiyo desturi ilikuwa ya goja. Hapa ni desturi. Hilo andiko tafadhali na kuomba. Mimi kuna kitu sifanyagi. Sibishanagi. Ukikuwa kama unabisha, mimi nawacha. Lakini kama ni kufundishana tutaendelea. Mimi nimetoa andiko. Wayahudi walikuwa wanafundisha usipotahiriwa huwezi okoka. Hayo mafundisho walikuwa wameyatoa wapi? Kwa Musa. Na Musa ndio mwenye nani? Mwenye alipewa nini? Sheria hiyo ya Musa. Sheria gani? Hiyo ya Musa. Na amri 10 zote zilipewa Musa. Andiko. Kwani kutoka sheria zilipewa nani? Na hapa ni kufundisha vitu. Betli. Kuna kitu moja, hebu mpe maiki. Kuna kitu moja watu wengi huwa wanachanganyikiwa wanapozungumzia sheria ya Musa. Sasa nataka nikuonyeshe tofauti ya amri 10 na sheria za Musa. Mpe 31:24 Kumbukumbu ya Torati. Thibitisho imekuja. Imekuja Haya, hebu tusome hiyo thibitisho. Thibitisha. Toa maelezo yenye kudhihirisha kwa jambo linalosemwa ni sahihi. Mpe. Kumbe kudhibitisha sheria ni kusema ni sahihi? Ni sahihi. Na ulikuwa umesemaje? Wewe ndio ulisema ni kufuata. Kwa hivyo hiyo ni kusema nini hiyo ukisema hiyo? Ni sahihi. Kuonyesha ni ya kweli. Kwa hivyo ukisema ni ya kweli utafuata? Ni ya kweli utafuata. Kwa hivyo imani inadhibitisha nini? Sheria ni ya kweli. Kwa hivyo unafuata nini? Sheria. Atwende kwa ile nyingine nikusaidie. Kutoka 31:24 Kumbukumbu ya Torati. Sasa nataka nikutofautishe sheria ya Musa na amri 10. Soma. Bwana akamwambia Musa, tazama siku za 31:24 Kumbukumbu ya Torati. Inasema ndio. Basi ikawa hapo Musa alipomaliza kuandika maneno ya Torati hii katika chuo hata yakaisha. Unaposikia chuo ni kitabu. Kwa hivyo Musa ameandika maneno ya Torati kwa kitabu yakamalizika. Tuende. Ndipo Musa akawaamurisha Walawi waliokuwa wakilichukua sanduku la agano la Bwana. Akawaambia, toeni chuo hiki cha Torati, kitabu hiki cha Torati, mukiweke kando ya sanduku la agano. Agano. Kuna vitu ngapi hapo? Kuna kitabu na kuna sanduku. Nini? Mpe maiki. Nini kilikuwa ndani ya sanduku? Unajua? Sikumbuki. Mpe huyo. Wafalme wa kwanza 8:9. Wafalme wa kwanza 8:9. Nikuonyeshe kwenye sanduku kuna nini? Alafu nikuonyeshe hiyo iko hapo kwa sanduku mpaka wa leo iko mpaka mbinguni. Soma usikie. 8:9. Inasema hivi. Hamkuwa na kitu ndani ya sanduku. Ila zile mbao 2 za mawe ambazo Musa aliziweka ndani huko Horebu. Mpe. Kumbe ndani ya sanduku kulikuwa na nini? Mbao 2. Mbao 2 za nini? Za mawe. Zilikuwa zimeandikwa nini hizo mbao? Amri 10, si ndio? Sima. Hujui? Sikumbuki. Woi. Bao 2 juu ya amri 10 zimeandikwa kwa bao 2. Ama unanifanyisha kazi hiyo? Ni bao 2 zilikuwa zimeandikwa amri 10. Sawa Kwa hivyo hapa kuna sanduku
na kuna kitabu ambaye Musa ameandika, na hapa kuna amri 10. Sasa kile ambaye Paulo amenena naye ni maneno ya hii kitabu ambaye iko hapo kutahiriwa. Sijui mtu ukimngoa jino na yakung'oe. Sasa hakuna hiyo. Mtu akipatikana na sini piga kwa mawe. Mtu alikataa kwenda sabato piga kwa mawe. Unaona tunapiga saa hii. Sasa ndio Yesu wakati alipokuja naye akawa amepatikana na hizi vitu mbili. Kitabu na ile habari iko hapa amri 10. Sikia alitatua aje. 8:5 Yohana. 8:5 Yohana. Inasema na hiyo maneno yote tunayohubiri iko hapa. Shilingi 100 chukua kitabu. Shilingi 100 kitabu moja hapa. Mafundisho yote tumehubiri hapa tangu asubuhi mpaka saa hii yako kwa hiyo kitabu. 100 tu unapata. Mpe maiki. Tulikuwa tusome wapi? 8:5 Yohana. Hebu soma. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii. Yesu ameletewa mwanamke msinifu. Akaambiwa kulingana na Torati ya Musa imetuamuru kuwapiga kwa mawe wanawake sabura hii ambao wamezini. Tuende chini. Nao wasemaje? Na Yesu wasemaje? Nao wakasema neno hilo wakimjaribu ili wapate sababu ya kumshtaki. Safi. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Ndio. Nao walipozidi kumhoji alijiinua akawaambia yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza kumpiga jiwe. Ndio. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia wakashitakiwa na dhamiri zao. Ndio. Wakatoka mmoja mmoja. Safi. Wakianza tangu wazee hata mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake na nani? Na yule mwanamke. Yesu amebaki sasa na mwanamke. Sikia na tatuaje? Amesimama katikati. Yesu akajiinua asimwone mtu ila yule mwanamke. Akamwambia mwanamke, wako wapi wale washtaki wako? Hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Ndio. Akamwambiaje? Hakuna Bwana. Yesu akamwambia wala mimi sikuhukumu. Enenda zako wala usitende dhambi tena. Mpe. Mwanamke alikuwa amefanya dhambi gani? Ya uzinifu. Lakini Torati ya Musa ilikuwa imesema apigwe kwa nini? Apigwe kwa mawe. Kati ya kumwambia asizini na ama apigwe na mawe, Yesu alisapoti gani? Aende na asizini tena, si ndio? Ndio. Lakini kupiga kwa mawe akaambia msimpige. Ile ya kupiga kwa mawe ilikuwa kwa kitabu. Lakini kuzini kwa amri 10. Kwa amri 10, si ndio? Kwa hivyo Yesu akamwambia usisini tena. Kwa hivyo ile ya kuzini iko. Lakini ya kupiga kwa mawe hakuna. Umeelewa? Nimeelewa, lakini Yesu aliwaambia asiye na dhambi awe wa kwanza kurusha mawe. Hiyo ni sawa. Shida yako nini? Tunakubalia kwamba mwenye hana dhambi apige kwa mawe, imeondoka. Lakini mwanamke usisini tena. Ama alimwambia ndio kazini? Hakumwambia. Kwa hivyo kuzini ni dhambi. Kwa sababu ni amri ya nani? Ya Mungu. Kwa hivyo amri ya Mungu bado ipo, watu wafuate. Na nyinyi hamfuati? Tunafuata. Na amri ya 4. Na amri ya 4. Hiyo nimefunguliwa kwayo. Kwa hivyo hiyo hauna? Hiyo sina. Zimebaki 9. Sisi zimebaki 9. Ziko ngapi? Ziko zote 10 vile. Lakini hiyo hauna? Hiyo ya kuifuata sabato ama kuitumainia sabato, hiyo nimefunguliwa kwayo. Mpe hiyo. Biblia ni kweli. Ile 9 wa Ibrania. Amefunguliwa kwayo aje? Sijamuelewa. Unajua yeye anaongea tu kwa sababu yako na mdomo. Ama ndio amepewa uhuru. Inasema ile 9. Basi imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Mpe. Watu wa Mungu imebaki sabato ama imeondoka? Raha yake. Ya nini? Ya sabato. Kwa watu gani? Kwa watu wa Mungu. Kwa hivyo watu wa Mungu wako na sabato? Wako na sabato. Wewe ni mtu wa Mungu? Mimi ni mtu wa Mungu. Uko na sabato? Soma hiyo wa Ibrania. Hiyo wa Ibrania 3. 7 kuendelea 10 hadi 14. Unajua kurukaruka hivyo itatusaidia. Kwanza wa Ibrania ile 9
tumalizane nayo. Imesalia raha ya sabato kwa nani? Watu wa Mungu. Kwa hiyo watu wa Mungu, sabato imebaki. Si sabato imebaki, ni raha ya sabato. Mperudie. Ni raha ya sabato. Kwani raha ya sabato ni kitu gani hiyo? Anataka tuingie tena kwa kamusi tena ama namna gani? Raha ya sabato kwanza mpe. Raha ya sabato ndio nini? Raha ya sabato. Sabato ilikuwa siku ya kupumzika, si ndio? Ndio nauliza hivi, raha ya sabato ndio kitu gani? Ni raha ya hilo pumziko. Pumziko ya gani? Hilo pumziko lilikuwa limeahidiwa la sabato. Kwa hivyo imebaki hapa, imetoka. Hiyo raha imebaki bado. La ya nini? Raha ya sabato. Kwa hivyo sabato iko ama hakuna? Raha yake imebaki. Unaweza kuwa na raha bila kuwa na sabato? Woi. Soma hilo andiko. Soma hilo andiko. Unajua ndugu yangu kabla tujaenda kwa ile andiko, imesalia raha ya sabato. Kwa watu gani? Watu wa Mungu. Mpe aendelee chini. Kwa maana yeye aliyeingia katika raha, mwenye ameingia katika raha, amestarehe mwenyewe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyo starehe katika kazi yake. Siku gani? Siku ya sabato. Basi mpe kwanza. Kumbe mwenye ambaye ameingia katika hiyo raha, amepumzika katika kazi yake kama Mungu alivyofanya nini? Kupumzika. Kwa hivyo mwenye ako na raha amefanyaje? Kupumzika. Siku gani? Ile ambayo Mungu alipumzika? Ile siku Mungu alipumzika. Kwa hivyo sabato bado hii iko. Ambayo ni siku ya saba. Lakini nyinyi umekataa? Niikataa. Hadi kuna vitu zingine, kuna ibada zingine bila wabiara ni kama kuanguka na gari za aliga. Unajua? Hakuna haja, sikia. Hakuna haja ung'ang'ane na uongo. Kubali tu ya kwamba hii kitu sikujua, lakini leo ninajua. Usipigane na kweli. Mimi sijapinga vyovyote vile ya kwamba ninauliza hivi, sabato si ipo? Ipo. Na si ni Mungu aliweka? Aliwekea nani? Watu wake. Na wewe ni mtu wake? Na boda umekataa? Sijaikataa. Tena umerudi? Sijaikataa, lakini ibada mimi nafanya Jumapili. Nani alikwambia? Nani alikwambia ufanye ibada Jumapili? Nani alikwambia ufanye ibada Jumapili? Mimi nilipata ikifanywa. Baada ya kujisomea maandiko nikajua, nikaona hakuna dhambi ya kuifanya hivyo. Hata hakuna dhambi? Hakuna dhambi ya kuifanya hivyo. Anikitoa andiko. Toa tu. Mpe. 31:15 kutoka. Alisoma. Alisoma. Hata hakuna dhambi. Asijali. Ulisoma andiko gani hiyo? Hakuna dhambi. Inasema, kazi itafanya siku 6. Lakini siku ya 7 ni sabato ya kustarehe kabisa, takatifu kwa Bwana. Kila mtu atakayefanya kazi yote katika siku ya sabato, hakika yake atauawa. Mpe. Kwa hivyo kufanya kazi siku ya sabato, unangojea nini? Unangojea nini? Siongee ndugu yangu. Mpe arudie. Inasema kazi itafanya kazi itafanya siku 6. Ndio. Lakini siku ya 7 ni sabato ya kustarehe kabisa, takatifu kwa Bwana. Ndio. Kila mtu atakayefanya kazi yoyote katika siku ya sabato, ndio hakika yake atauawa. Mpe. Kumbe unangojea nini? Kulingana na hayo maandiko unangojea kifo. Nani atakuua? Wacha nikuulize swali. Uliza. Aliyeponywa na Yesu akaambiwa beba godoro lako uende. Alipohukumiwa na watu wa sabato akaambiwa sheria ya sabato haijakuruhusu nini? Ubebe hilo godoro uende. Mbona hawakumpiga wamuue? Huyo mtu kazi yake ilikuwa ya kubeba magodoro? Haikuwa kazi ya kubeba magodoro. Ni nini alikuwa amefanya? Aliponywa akaambiwa abebe. Haya mpe. 12:12 Mathayo. 12:12. Haya. Mathayo. Inasema hivi. Ndio. Je, mtu ni bora kuliko kondoo mara ngapi? Mtu ni bora kuliko kondoo mara ngapi? Yaani mtu akiwa anaenda sabato na amepata kondoo yake imeingia shimoni, hawezi kwenda akatoa. Lakini huyu mtu ambaye alikuwa kiwete ni bora kuliko kondoo mara ngapi? Maliza.
Inasema basi ni halali kutenda mema siku ya Sabato. Mpe. Kwa hivyo ni halali kutenda mema siku gani? Siku ya Sabato. Kwa hivyo Yesu akamponya nani? Huyo jamaa. Makosa yake gani sasa? Hata wale watu hawakufu. Si Yesu alihukumu. Unajua, tusiongelee wale watu. Hatuwafuati sisi. Sisi tunafuata Yesu. Yesu alimponya siku ya Sabato. Kuna mtu amekukataza usifanye mtu Sabato? Hapana. Si ndio hiyo? Lakini nakuuliza, alipohukumiwa kwa kubeba godoro lake, si kuponywa. Juu alimwambia katika sheria zetu hazikuruhusu kubeba godoro lake. Siku ya Sabato. Nani alimruhusu kubeba? Ni Yesu. Mpe. 12:8. Hapo. Inasema kwa maana mwana wa Adam ni nani? Ndiye Bwana wa Sabato. Mpe. Kwa hivyo mwenye Sabato ni nani? Hata akamwambia alime, ataulizwa na nani? Kwa sababu Yesu ndiye mwenye nini? Sasa sawa. Swali lingine. Hebu soma Warumi 10:1-4. Kristo ndiye mwisho wa sheria. Warumi 10:1. Unajua kuna maandiko unaweza toa na baadaye hata utaweza kuyasupport. Hiyo andiko unaenda kutoa hapo, ndugu yako utaweza nayo. Maana utakubali hivyo. Soma. Ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu, ndio na dua yangu nimwombapo Mungu ni kwa ajili yao, safi, ili waokolewe. Kwa maana nawashuhudia kwamba ndio wana juhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Safi. Kwa maana wakiwa hawajui haki ya Mungu na wakitaka kuidhibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Ndio. Kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria. Mpe. Najua hapo ndio amegojea. Hoja yako. Sawa. Umesikia? Alafu ulikuwa unataka nini? Kristo ndio mwisho wa sheria. Kwa hivyo ni kusema nini? Kwa hivyo ni mimi mwenyewe nikijishikia Kristo, ama sheria imefika mwisho wakati wa Kristo kukuja. Kwa hivyo tunaiba. Hatuibi. Tunazini. Hatuzini. Kwa nini na iliisha? Kwa sababu ni makosa. Na siliisha. Haijaisha. Unajua unaweza kunichekesha mimi nianguke hapa. Wewe unasema haijaisha, si umetoa hiyo andiko ukasema imeisha. Hiyo andiko haizungumzia amri 10. Kristo ni mwisho wa sheria kweli, lakini gani? Nimekutolea andiko saa hii. Kutahiriwa wala kutoita. Kuna sheria ambazo zilikuja Kristo alipofika, zilifika mwisho. Hasiendelei mpaka wa leo. Lakini amri 10 zinaendelea. Unaelewa? Tumuulize Yesu, mpe. Yesu zinakwisha 19, 17, 18 Mathayo. Amri za Mungu zinaisha ama hazikwishi? Kristo tuambie. 17, 19, 17 Mathayo. 19, 17 Mathayo inasema ndio. Akamwambia, kwani kuniuliza habari ya wema? Kwani kuniuliza habari ya wema? Aliye mwema ni mmoja. Aliye mwema ni mmoja. Lakini ukitaka kuingia katika uzima, zishike amri. Mpe. Nani huyo amesema hivyo? Yesu. Na zilikwisha? Hazikwisha, zilifika wakati wake. Nauliza, Yesu anasema ukitaka kuingia katika uzima, ushike nini? Sheria. Amri, si ndio? Amri. Kwa hivyo mimi na wewe kama tunataka kwenda mbinguni, tushike nini? Amri. Mtu anavuja sheria ya Mungu, amri za Mungu, hata muona nani? Hata muona nani? Nisemi hivyo hata muona Mungu. Mimi hapa inasema Kristo amesema mpe. Soma 18. Tafadhali sikiliza Akamwambia, zipi? Soma 17. Akamwambia, kwani kuniuliza habari ya wema? Aliye mwema ni mmoja. Safi. Lakini ukitaka kuingia katika uzima, zishike amri. Mpe. Ukikataa utaingia kwenye uzima? Hautaingia. Ukikubali ndio utafanyaje? Utaingia. Na nyinyi mmekataa, mtaingia? Hatujakataa. Na amri ya 4. Hiyo ndio nimefunguliwa kwayo. Andiko. Toa andiko umefunguliwa kwa hiyo. Hiyo unatoa. Na mimi nataka nikutolea andiko mpaka mbinguni utaipata. Soma Wagalatia. Ngapi?
hadi 11. Wagalatia 4. Na ninaomba vile nimekuuliza andiko hiyo litoke liseme hivyo. Kama alitasoma hivyo mtu mwingine akuja aulize swali. Sawa Nimekuulizaje? Kwanza mpe huyu 18 13 Methali. 18. 13 Methali. Ndio. Inasema hivi. Inasemaje? Yeye ajibuye kabla hajasikia ni upumbavu na aibu kwake. Mpe. Kwa hivyo ukijibu kile ambaye hujaulizwa, wewe ni nani? Mpumbavu. Na nani? Na aibu kwa? Nimekuuliza wapi andiko umefunguliwa kwa Sabato? Haipo, toa. Kama hilo nimesema. Haya, soma iseme hivyo. Kama itasema hivyo, mpumbavu na aibu kwako. Wagalatia 9 hadi 11. Sheria ilikuwa makafiri. Inasema bali sasa mkienda kumjua Mungu ndio au zaidi kujulikana na Mungu ndio. Kwa nini kurejea tena mafundisho ya kwanza yaliyo manyonge ndio yenye upungufu ndio ambao mnataka kuyatumikia tena? Mnashika siku na miezi na nyakati na miaka ndio na watelea, isiwe labda nimejitaabisha bure kwa ajili yenu. Haya, mpe. Umesema umefunguliwa. Paulo amesema aje kwa hayo maandiko? Aje. Amesema basi mkianza kuzifuata sheria ama mkishika sherehe na siku fulani, msitegemee kwa wokovu wenu, basi mimi kazi yangu kwenyu itakuwa ya bure. Na hapo ndipo nimekuambia mimi kwangu nikianza kushika sheria fulani ama sherehe fulani, sema lazima nishiriki sherehe fulani ndio wokovu wangu ukamilike, basi injili ya Kristo haitakuwa na maana kwangu. Nimekuulizaje? Swali yako ilikuwa gani? Nimefunguliwa na sheria ya Sabato. Na imesema hivyo.